الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، النبي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما أمرنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kumtakia ziada za kheri mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kukuhusieni kama ninavyopaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah. Ndugu wa Islam, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, tuko katika nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban, mwezi ambao kwamba wengi ya Waislamu wameghafilika katika mwezi huu, lakini wako walioghafilika zaidi, ambao wao wapo katika kuwapotosha jamii, katika kuifanya jamii isiuone mwezi wa Ramadhani kama ni mwezi wa neema na baraka, bali wauone mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa lahwun, wa upumbavu na michezo. Hatumtizami mtu kwa cheo chake, tutamtizama mtu kwa maneno yake anayoyasema. Na jambo la kusikitisha sana, Waislamu ndiyo tunayapokea mambo hayo, tunayafanyia kazi baada ya wao kuyatamka. Basi sisi Waislamu ambao tunaingia misikitini kusali, ambao tunafunga mwezi wa Ramadhani, ambao tunajiona sisi ndiyo waumini, lakini tizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini katika suratul Mu'minun, aya 3 katika suratul Mu'minun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qad aflaha almu'minun
alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea hapa kuwa hakika aflaha, wamefuzu almu'minun, wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, lakini kwa sharti alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika sala zao wana khushu, wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanafahamu ya kwamba tuko ndani ya sala. Hii ni sila, kiunganishi baina ya Allah na mimi. Kwa hiyo hana jambo lolote katika moyo wake isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, na wale ambao kwamba katika mambo ya upumbavu, mambo ya upuuzi wanafanya nini? Na wao vile vile wanayaacha kabisa, hawashughuliki nayo. Lakini tizama katika dunia yetu ya sasa, wewe ukitaka uwe mtu maarufu katika dunia hii, tafuta jambo lolote la upumbavu, la upuuzi, lifanye, halafu awe mtu anakurikodi, anarusha katika mitandao ya kijamii, utaona utakopata wafuasi kwa kukutizama wewe. Upuuzi tu. Na hii ndiyo dunia yetu iliyokuwa sasa. Kila upuuzi, basi upuuzi huo sisi ndiyo tunauendea. Hivi sasa kuna upuuzi upo Mnazi Mmoja pale, music. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameukemea na amesema mambo ya music ni mambo ambayo kwamba yanafisha moyo. Moyo wa muumini unakufa kwa kusikiliza muziki, unakufa, unaondoa heba ya moyo. Wakaona wasiseme muziki, wakaita sauti ya busara, sauti ya busara. Na sisi Waislamu ndiyo tunakwenda katika hiyo music. Ni upuuzi tu. Kila nyimbo zozote zinazoimbwa ni upuuzi tu. Na jambo ovu kabisa, hata wanasiasa wamefanya upuuzi sasa kuwa ndio kigezo chao, kwa sababu wanajua wakileta upuuzi katika mikutano yao, ngoma, mambo ya nyimbo, mambo ya kuchekesha watu, watapata watu wengi wanaowatizama, kwa hiyo mkutano wao utatizamwa. Lakini tunasema ni upuuzi tu. Mambo kama haya Waislamu wanatakiwa wajiepushe nao. Hasa hivi sasa sisi tuko katika mwezi wa Shaaban, nusu ya pili ya Shaaban, tunajiandaa na mwezi wa Ramadhani. Hivi ndivyo salafu salih walikuwa wakijiandaa na mwezi wa Ramadhani? Kutuwekea magoma, kutuwekea muziki, kutuwekea mambo yaliyokuwa hayafai, na yakapata baraka zote kutoka katika sehemu zote, wakasahau ya kwamba huu mwezi wa Shaabani ndio mwezi unakuwa karibu na Ramadhani, alau wakayazuia, wao wameafumbia macho kwa sababu nao ni wapuuzi vile vile. Ndugu Waislamu, tufahamu ya kwamba laysat alfitna an tusaba fi nafsika wa malika au ahlika walbanin, si katika fitna kumsibu mtu katika nafsi yake au mali yake au watu wake au watoto wake. Wa innama alfitna, na hakika fitna,
allati, ambayo kwamba yustaadhu billahi minha, tunajilinda kutokana na Mwenyezi Mungu na fitna hiyo. Hiya almusibatu fi ddini, ni kuwa na misiba katika dini. wa adhamuha, na iliyokuwa kubwa lake huwa msiba, liliyokuwa kubwa katika huwa msiba, an yahilla shakka mahalla lyaqin, ni mtu kuhalalisha shaka pahala penye yaqini. Hili jambo halifai, hili jambo ni haramu, hili jambo upuuzi, wewe ukaoti unatiatia shaka, kwani hili vipi hili? Huo ndio msiba mkubwa huo. Si hapo tu, wa an yakhra al-amru fi yadi salihina, na kuyaondosha mambo kutoka katika mikono ya watu wema. Mambo mkayaondosha kutoka katika mikono ya watu wema, manake mambo hayo mkayapeleka katika mikono ya watu waovu. Tunaendelea. yusbihu almunkara ma'rufa, ikafika wakati lile jambo ambalo kwamba hili ni munkar, halifai, haramu, likawa ndio linalotakiwa lifanywe. Wal ma'rufa munkara, na lile jambo lililokuwa zuri ndio likawa sasa linaweka upande wa ovu. Hadithi inaendelea, wayastabriddu bil amri ahli dhulm min alulamai wassalatin, na kuchukua mambo mkawapa watu wa dhulma, watu wenye sifa ya dhulma katika ulama. Tizama hapa imetoja ulama, yani mwanazuoni huyo, wassalatin, na watawala. Mambo yenu mkawapa wanazuoni ambao kwamba wao wamekwenda mbele katika kuitafuta dunia, hawako katika kuitafuta akhera. Hawa wakachukuliwa na watawala, watawala wakawa ndio mdomo wao, watawala ndio wakawa ndimi zao. Litakalotaka kufanywa basi wanasimama, wanatoa fatwa, jambo hili kadha, hili kadha, na wanafahamu kama hilo si sawa. Hiyo ndiyo msiba mkubwa ambao kwamba tunao Waislamu. Hadithi inaendelea, waman aana dhaliman bibatilin, na yeyote yule mwenye kumsaidia dhalim kwa batil, basi mtu huyo layadhadha bihi haqqa, mtu huyo tayari ameipindisha haki kwa kule kumsaidia dhalimu tu, akawa anamsaidia dhalim katika aliyoyafanya katika dhulma, basi huyo tayari ameipindisha haki. Na mtu huyo inasema hadithi, mtu huyo ataondoka katika dhima ya Mwenyezi Mungu na katika dhima ya mitume yake, au na katika dhima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani anaweza kukemea akasema haya yanayofanyika sasa katika nchi yetu ni munkara, ni mambo yaliyokuwa maovu?
katika wanazuoni akaweza kusimama akasema. Kwa hiyo hawa watu wote watakuwa hawapati dhima ya Mwenyezi, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaondosha hasa katika dhima yake siku ya Kiyama. Hadithi inaendelea, fa idha adhumat ummati dunya, na pindipo ummati wangu watakapoitukuza dunia, wakaona dunia ndiyo sawa, dunia ndiyo peke yake, nuzi'at minha haibatul islam, basi umma huo huondoshwa ile haiba ile ya Uislamu huondoshwa. Wa idha tarakatil amru bil ma'ruf, na umma huo utakapoacha kuamrisha mema, wanahyi anil munkar, na kukataza mabaya, hurimat barakata alwahyi, hunyimwa baraka za wahyi. Nini maana ya baraka za wahyi? Sio kama kuna shuka wahyi, Mwenyezi Mungu ananyima baraka zinazotoka mbinguni. Naendelea hadithi, anasema wa idha tasabati ummati, na pindipo ummati wangu watapokuwa wao ni watu watukanaji tu. Tunayaona sasa vijana wetu njiani huko tukikaa, wanatukana kama ile matusi ni lugha yao, ambayo hawana lugha nyingine ya kuzungumza zaidi ya matusi. Mtume anasema likifika hilo, saqatat min aini llah, umma huo huanguka kutoka katika jicho la Mwenyezi Mungu. Sisi kila saa tunasema wa ainullahi nadhiratun ilaina, na jicho la Mwenyezi Mungu litutizame kwa rehma. Lakini ikifika hali hiyo, watu kazi yao kutukana tu, ikiwa mabarabarani, ikiwa pahala popote pale, basi Mtume anasema huondoshwa jicho la Mwenyezi Mungu. Manake ile rehma ya Mwenyezi Mungu anaiondosha, hakuna kutizama kwa jicho la rehma. Haya ndugu zangu Waislamu, katika khutba yetu ya leo nimeona bora niyazungumzie katika muda huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul falillahi alhujjatu albaligha, falillahi alhujjatu albaligha falau shaa lahadakum ajma'in. Sema Muhammad, waambie hakika Mwenyezi Mungu ana hoja zenye kufikishwa. Falau shaa, hawa watu wanaofikishiwa hoja hizo, lau kama watataka, watayachukua maneno yetu, watayafanyia kazi, kuwa haya tunayoyasema jamani sio, basi Mwenyezi Mungu anasema lahadakum ajma'in, tutakuongozeni nyote. Lakini haya maneno tunayokuambieni, tunafahamu hivi sasa watu viongozi wanaandaa matamasha, wanaandaa mashindano ya Ramadhani Cup, wanaandaa upuuzi wa kila namna katika nchi hii ili kuwaharibu vijana wasishughulike na Ramadhani. Anayeijua Ramadhani wallahi hatofanya upuuzi wa aina yoyote katika mwezi wa Ramadhani, bali atashughulika na Ramadhani. Na wasioijua Ramadhani ndio utakaowaona wameshughulika na mambo ya kipuuzi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wale ambao kwamba tumepata habari hizi tumekufikishieni na mkayachukua, ili Mwenyezi Mungu atuongoze sote.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما أمرنا جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين، خليفة رسولك سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذي النورين الذي هاجر الهجرتين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى باب مدينة العلم الأسد الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق ومغفرة قبل الموت وشهادة عند الموت، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت راض عنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان ونحن على أحسن حال، وأعنا فيه على الصيام والقيام وحسن العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ظالما إلا قهرته،
ولا مظلوما إلا نصرت ولا حقا إلا استخرجت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.